Ninawasalimu nyote nyinyi ambao mnaonisikia. Ni wakati mwema, ni wakati mwingine Baba wetu wa mbinguni ameweza kutukabidhi tena, ameweza kunihurumia. Ni tumaini langu ya kwamba ameweza tena wewe kukuhurumia, na kuomba ndugu yangu na dada yangu ambao nyinyi mnaofuatilia ujumbe ambao tunaendelea kuupeperusha katika YouTube channel hii ya Masihi Nuru ya Ulimwengu, tuendelee kujielimisha pamoja, tuendelee kuona mengi na upana tena udani wa maandiko kulingana na vile Baba wetu wa mbinguni ameweza kutusaidia na tena kutuhekimisha na ujumbe huu ambao hatuwezi sema ni sisi wenyewe tumejipa, lakini tunastahili kuwa tunasema ya kwamba Baba wa mbinguni aweze kupokea sifa na shukrani kwa wakati wote. Sasa ndugu yangu na dada yangu, ningeomba tuendelee kujifunza na tuendelee kuangalia mambo kadhaa wa kadha katika maandiko. Mnamo video ile nilikuwa nimetoa pale mbeleni ya part 1 na part 2 kuhusu upatanisho au atonement. Ninajua ya kwamba umeweza kujielimisha na umeweza kujua mambo ambayo wengine huko unajua. Sasa katika atonement au siku hii ya upatanisho, tuliona ya kwamba ilikuwa sheria siku hii ya upatanisho ifanywe kila mwaka tarehe 10 mwezi wa 7 ambao unaitwa Ethanim na lugha hii si ya Kigiriki. Wayahudi au Waisraeli walikuwa wameadhimishwa na Baba wetu wa mbinguni wakuwe na siku hii ya upatanisho mnamo tarehe 10 mwezi wa 7. Mambo haya tuliyaona kwa udani, sitaki kurudia. Na tukaona mambo ya muhimu yalikuwa inatakikana kufanywa siku ile. Na tuliona ya kwamba hiyo siku ni lazima kungekuwa na kuhani mkuu. High priest. Kuhani mkuu huyu alikuwa anatoka katika kabila la Lawi au Walawi. Na huyu mtu ambaye ni kuhani walikuwa wanateuliwa kulingana na vile sheria ilikuwa imeagiza. Jambo lingine la muhimu na lilikuwa la maana sana mnamo siku hii, ni lazima kungekuwa na wanyama. Na wanyama niliwaambia kwamba kulingana na Walawi 16 wanyama walikuwa 5. Na mnyama wa kwanza alikuwa ng'ombe wa sadaka ya dhambi. Ng'ombe wa sadaka ya dhambi ya kuhani na nyumba yake. Kulikuwa na kondoo. Kulikuwa na kondoo wa kuteketezwa. Kulikuwa na kondoo wa kuteketezwa wa kuhani na nyumba yake
alikuwa anatolewa akiwa wa sadaka ya kuteketezwa. Kulikuwa na mbuzi. Kulikuwa na mbuzi. Mbuzi huyu mmoja alikuwa wa sadaka. Alikuwa wa sadaka ya dhambi. Alikuwa wa sadaka ya dhambi ya watu wote. Ya watu wote. Tena kulikuwa na mbuzi mwingine, mbuzi aitwaye Azazeli. Mbuzi ambaye alikuwa anaitwa Azazeli. Huyu mbuzi alikuwa anawekelewa mikono na kuhani huyu mkuu. Huyu mbuzi anaachiliwa aende jangwani, na alikuwa anawekelewa dhambi za watu wote wa wana wa Israeli. Anaenda jangwani. Na tena kulikuwa na mnyama wa tano, alikuwa kondoo mwingine wa sadaka ya kuteketezwa, kuteketezwa ya watu wote. Kwa hivyo hawa wanyama walikuwa watano na walikuwa wanyama wa umuhimu sana. Kama kungekosa mnyama mmoja siku hii ya upatanisho, siku hii mambo au dhabihu ambazo zilikuwa zinahitajika kutolewa, hii siku haingeitika siku ya upatanisho. Hii ilikuwa sheria ya Baba wetu wa mbinguni. Ilikuwa sheria ya Baba wetu wa mbinguni. Wana wa Israeli walikuwa wameadhimishwa wafanya mambo haya. Na mambo haya yote tunaona ya kwamba ilikuwa inafanyiwa katika in the other sanctuary, mahali pa patakatifu au hema iliyokuwa huku chini. Na hema hii kulikuwa na pale kulikuwa na the most holy place, the most holy place. Hapa ndipo kulikuwa na the mercy seat. Pale tunaona ya kwamba wakati ng'ombe huyu damu yake ng'ombe huyu akichinjwa, damu yake tunaona ilikuwa inatumika. Mbuzi huyu wa sadaka ya dhambi ya watu wote, damu yake ilikuwa inatumika. Tunaona ya kwamba ilikuwa inanyunyiziwa katika au juu ya kiti cha rehema, on the mercy seat. Kwa hivyo huu ndio ulikuwa mpangilio wa siku hii ya upatanisho kulingana na sheria. Kama hawangefanya jambo lolote kulingana na vile Baba wetu wa mbinguni alikuwa amewaagiza, na tena kuapa sheria kulingana na vile alikuwa amepatia Musa awaletea wana wa Israeli wafanye mambo haya, ili wakuwe na siku ya upatanisho, hiyo siku haingekamilika na haingekuwa siku ya upatanisho kulingana na Baba wetu wa mbinguni. Hiyo siku ingekuwa siku ya watu wengine au ingekuwa siku yao, lakini si siku ya kuagizwa na Baba wetu wa mbinguni. Kwa hivyo mambo haya ni mambo ambayo yalikuwa ya muhimu sana. Lakini katika zile vendio nilikuwa nimetoa pale mbeleni, haswa nilikuwa nataka haswa tuangalie kuhusu huyo mbuzi ambaye anaitwa mbuzi wa Azazeli. Mbuzi ambaye anaitwa wa Azazeli. Huyu alikuwa anaekewa mikono na kuhani. Anaenda na dhambi za watu wote wana Israeli, anaenda nazo na huko jangwani. Kwa hivyo ningetaka tuangalie kuhusu mbuzi huyu anaitwa Azazeli. Na kabla hatujaingia tuone haswa huyu mbuzi haswa, maana kuna watu niliwaambia kwamba haswa katika kitabu kinaitwa The Patriarchs and the Prophets, kitabu cha wana SDA kimeandikwa na Ellen G. White. Huyu ni nabii ambao wana SDA wanamnukuu, yani wanamunua sana, wanasema ni nabii wao.
lakini kuna jambo la dosari huwa ni mimi naona kwa nabii huyu, wakati anaposema ya kwamba mbuzi huyu anayeitwa Azazeli, yani this goat typifies, yani anasema ya kwamba huyu mbuzi typifies the Satan. Mimi ninakataa hivyo. Kwa nini? Kwa kusoma maandiko na tutasoma maandiko pamoja na wewe bila kwa haraka, ili tuweze kujua, je, Azazeli huyu mbuzi wa Azazeli alikuwa anasimamia nini, au alikuwa anasimamia nani? Maana kitabu hiki ukisoma Patriarchs and the Prophets wanasema ya kwamba mbuzi huyu anaitwa Azazeli, typifies Satan. Yaani ya kwamba huyu mbuzi kama vile alikuwa anaekelewa mikono, anaenda na dhambi. Sasa wanasema ya kwamba shetani ataekelewa dhambi za watu aende nazo, ambao wameokolewa au wale ambao wamekombolewa. Je, hivi ndivyo maandiko inataka kutufunza, au hii tunaweza ita dogma? Je, tunaweza sema ya kwamba mbuzi huyu wa Azazeli ambao wanasema ya kwamba he typifies the Satan, je, hii inaweza kuwa dogma au mapokeo ambayo Ellen alipatiana huyu G. White, au tunastahili kuangalia maandiko kwa undani ili tuone, je, maandiko inafunza nini? Maana ukisoma maandiko vizuri, ndugu yangu, dhabihu yoyote Baba wetu wa mbinguni ili itolewe, au mnyama yule Baba wetu alikuwa amekubali atolewe, huyo mnyama ni lazima angekuwa mnyama hana mawaa, hana dosari, hana jambo lolote la kuwa ya kwamba ni mnyonge, yani ni mbuzi ambaye alikuwa astahili kuwa ya kwamba hana mawaa yoyote. Ningetaka tusome kitabu cha Warawi. Ningetaka tusome kitabu cha Warawi 22 nasema nini? 22 mstari huo wa 20 inasema ya kwamba kipofu au aliyevujika 20 mstari huo wa 20 inasema hivi, 22 mstari wa 20, lakini mnyama yeyote aliye na kilema msimtoe, kwa kuwa hatakubaliwa kwa ajili yenu. Na mtu awaye yeyote atakayemtolea Bwana dhabihu katika sadaka za amani, ili kuondoa nadhiri au sadaka ya moyo wa kupenda katika ng'ombe au katika kondoo, atakuwa mkamilifu. Yaani kitu chochote kitolewe ni lazima kingekuwa kitu kikamilifu, perfect, meaning without blemish or spot. Yaani kitu ambacho Baba wetu wa mbinguni alikuwa amekubali ni kitu kikamilifu. Sasa washa tuone, apate kukubaliwa, pasiwe na kirema ndani yake chochote. Kwa hivyo huyu mnyama hakuwa akuwe na kirema chochote, ni lazima angekuwa mkamilifu. Kipofu au aliyevujika mahali, au kiwete, au aliye na vidonda, au aliye na upele, au aliye na kikokoo, hamtamtolea Bwana wanyama hao, wala msiwasongeze kwa Bwana kwa njia ya moto juu ya madhabahu. Ng'ombe au mwana kondoo aliye na kitu kilichozidi
au aliyepungukiwa na kitu katika vitu vya mwilini mwake, mnaruhusa kutoa kuwa au aliyepungukiwa na kitu katika vitu vya mwilini mwake, mnaruhusa kutoa kuwa sadaka ya moyo wa kupenda, lakini kwa ajili ya nadhiri hatakubaliwa. Mnyama aliyeumia mapumbu yake au kusetwa au kuvunjwa au kukatwa, msimtolee Bwana, wala msifanye hivi katika nchi yenu. Sasa pointi yangu ilikuwa hapa, chochote kilikuwa kimekubaliwa na Baba ni lazima kingekuwa kitu kikamilifu. Kwa hivyo hii mbuzi ambayo inaitwa ya Azazeli, zilikuwa mbuzi mbili, moja inawekelewa, zilikuwa mbuzi mbili. Huyu kuhani siku hii anafanya nini? Akashishukira miti, yaani anasema ya kwamba, au anajua ya kwamba, anazitia mikono, yani anasema ya kwamba, je, ni mbuzi gani itakuwa ya sadaka na sadaka wa dhambi, na hiyo ingine je ni gani itakuwa ya Azazeli. Kwa hivyo mbuzi hizi mbili ni lazima zingekuwa kamilifu, meaning no blemish, no spot. Kwa hivyo huyu mbuzi ambaye anaitwa Azazeli, jina hili Azazeli, jina hili Azazeli ni jina linatokana na jina la Kiyahudi, yani Ez means goat. Ez means goat. Kwa hivyo Ez means goat. Kwa hivyo ni vizuri, nataka ndugu yangu tupate kuelewa na tupate kujua, na jina hili Azazeli imetokana na majina mbili ya Kihibrania. Ez ni kumaanisha, Ez ni mbuzi. Azar ni kumaanisha to turn off, yani as goat of turning off, yani ni mbuzi ya kufunga. Na Kihibrania, Kiaramai, yani Kiarabic, huyo mbuzi Azazeli anaitwa Azara, yani anaitwa Azara. Azara ni kumaanisha ni to banish. Kwa hivyo ni maneno ambayo ni ya muhimu tupate kujua, au to banish or to remove, yani kuondoa. Kwa hivyo mbuzi huyu aliyekuwa anawekelewa mikono na kuhani alikuwa wa kuondoa dhambi zinaenda. Kwa hivyo mbuzi wa Azazeli lazima angekuwa mkamilifu kama vile tumesoma maandiko. Je, ni wapi Satan ametabiriwa, au ni wapi shetani anaonekana ya kwamba yeye ni mkamilifu wa kuchukua dhambi aende nazo? Hapo ni swali nakuuliza ndugu yangu. Maana kama tutasema Azazeli yeye ndiye alikuwa anarenga shetani, au ya kwamba yeye ndiye alikuwa anawakilisha shetani, je, kweli siku hii ya upatanisho kuna mambo mawili ilikuwa ifanyike? Yaani mengine ilikuwa inaonyeshana kwamba ni ya Mungu, ingine shetani anayekelewa dhambi anaenda nazo. Je, ni vizuri tuangalie maneno haya tusije tukapotea, na tukiangalia maneno haya hatutapotea. Na hivyo ni vizuri tuone jambo lingine. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati 17 mstari wa kwanza inasema hivi: usimchinjie Bwana Mungu wako ng'ombe wala kondoo aliye na kilema wala neno ovu lolote, kwa kuwa hayo ni machukizo kwa Bwana Mungu wako. Kwa hivyo tunaona ya kwamba Baba wetu wa mbinguni hakuwa anakubalia au hakuwa anakubalia watu watoe kondoo aliye na kilema au mnyama aliyekuwa na kilema. Kwa hivyo mbuzi wa Azazeli hakuwa na kilema, hakuwa na kitu inaitwa
jambo ambalo lingeweza fanya asitolewe siku ile. Kwa hivyo ni vizuri tujue ya kwamba, je, huyu mbuzi alikuwa anasimamia nini? Au maana huyu mbuzi anaitwa Azazeli. Azazeli. Huyu mbuzi anaitwa Azazeli. Tuliona ya kwamba akiwekelewa mikono alikuwa for atonement. Alikuwa wa upatanisho huyu mbuzi. Na huyu mbuzi huyu mwingine tena alikuwa wa sadaka ya dhambi. Kwa hivyo mbuzi hawa wawili walikuwa wa atonement, meaning covering of sins of the people of Israel. Kwa hivyo mbuzi hawa wawili hatuwezi watenganisha. Mimi kwa saa hii nataka tuangalie mbuzi huyu anaitwa Azazeli. Huyu alikuwa anaekelewa mikono, anaenda na dhambi jangwani, na hapo anarudi tena huyu mbuzi. Huyu wanahisi ni yeye. Wakifunzwa na nabii wao anaitwa Ellen G. White, wanasema ya kwamba huyu mbuzi, he typifies Satan, that Satan will, yani kwamba ataekelewa dhambi za watu during the desolation or the desolation of the earth. Ndivyo wanasema kupitia kitabu hicho kinaitwa Patriarchs and the Prophets. I think it's page 400 and something there. Sikubuki ndugu yangu, maana natumia simu yangu ambayo na record nayo, kwa hivyo siwezi soma hiyo nukuu katika Patriarchs and the Prophets. Simu yangu ndio inachukua nayo video pale. Kwa hivyo ndugu yangu, ni vizuri tujue ya kwamba, je, jambo hili linakaaje na maneno haya, tusije tukapotea. Je, nao kama Azazeli ndiye aliyekuwa mbuzi wa atonement, now who atoned our sins? Who atones the sins of the world? Je, ni nani aliyekuwa mpatanishi? Nani alileta upatanisho kati ya sisi wanadamu na Baba wa mbinguni? Je, ni nani alileta upatanisho? Je, ni nani huyu aliyeekelewa dhambi zetu? Je, ni nani huyu aliyetuondolea dhambi? Je, ni nani huyu aliyekuwa analengwa na mbuzi huyu wa Azazeli, tena na mbuzi huyu mwingine wa sadaka ya dhambi? Maana kuna sadaka moja sasa imetolewa mara moja. Kwa hivyo siku hizi, wakati Mwokozi wetu alitolewa akiwa sadaka ya dhambi, hatuoni akitolewa kila siku, kila mwaka, maana amekubalika atolewe akiwa sadaka ya dhambi mara moja ya kutosha. Kwa hivyo yeye tunaona ya kwamba analinganishwa, yani na mbuzi huyu alikuwa wa sadaka ya dhambi, na mbuzi hawa walikuwa wanatolewa kila mwaka, lakini Masihi wetu ametolewa akiwa sadaka ya dhambi mara moja na ya mwisho. Tena, je, ni nani huyu alichukua? Ni nani huyu alibeba dhambi za ulimwengu wote? Je, huyu mbuzi ambaye alikuwa anaitwa Azazeli? Huyu mbuzi alikuwa anaitwa Azazeli, alikuwa anaenda na dhambi za watu. Je, alikuwa anamlenga nani? Wacha tusome kitabu cha Isaia. Isaia ndiyo 53. Tuone who atoned for the sins of the world. Ni nani huyu alifanya upatanisho au alileta upatanisho wa dhambi katika dunia hii? Kitabu cha Isaia, kitabu cha Isaia 53 mstari huo wa 11, mstari huo wa 5 na wa 6. Maandiko inasema nini ndugu yangu? Maandiko inasema hivi: sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu ameugeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu
ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Kwa hivyo Messiah has atoned our sins. Yaani Masihi yeye amekuwa mpatanishi wa dhambi zetu. Yaani namba 1 tunaona ya kwamba Masihi yeye ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Kwa hivyo Bwana ameweka maovu yetu juu ya mwana wake Yahshua Masihi. Kwa hivyo ni vizuri tujue ya kwamba Masihi yeye ndiye amewekelewa maovu yote. Masihi amewekelewa maovu yote sisi. Jambo lingine ningetaka tuone ya kwamba Masihi yeye ndiye amewekelewa maovu na dhambi zetu. Mstari huo wa 11 na 12 inasema nini? Kitabu pale tunasoma Isaia 53 mstari huo wa 11. Ataona mazao ya taabu ya nafsi yake na kuridhika kwa maarifa yake mtumishi wangu mwenye haki. Atawafanya wengi kuwa wenye haki, naye atachukua maovu yao. Kwa hivyo Masihi atachukua maovu yao. Kwa hivyo yule anayechukua maovu ya watu ni Masihi. Na mbuzi ya Azazeli tunaona ya kwamba hiyo mbuzi ndio ilikuwa inawekelewa maovu ya watu, inaenda nayo. Kwa hivyo Masihi yeye ndiye atachukua maovu yao. Na kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atagawanya nyara pamoja nao walio hodari. Kwa hivyo Masihi yeye tunaona ya kwamba amewekelewa maovu yetu, amechukua maovu yetu. Sasa ningetaka tuendelee kuandamana pamoja. Usifike pale ukatishe. Ni vizuri tuandamane pamoja tujue mambo haya. Je, jambo lingine, kitabu cha Yohana Mtakatifu, Injili ya Yohana 1 mstari huo wa 29. Maandiko yanasema ya kwamba siku ya pili yake amuona Yahshua anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Kwa hivyo Masihi anachukua dhambi ya ulimwengu. Sasa hivi ndio faida ya Masihi. Masihi anachukua dhambi ya ulimwengu wote. Lakini mbuzi wa Azazeli hakuwa anachukua dhambi za watu wote katika dunia. Mbuzi wa Azazeli alikuwa anachukua dhambi ya wana wa Israeli tu. Sisi wana mataifa hatukuwa katika jambo lile. Hatukuwa katika hali ya upatanisho ule uliokuwa na wana Israeli. Sasa sisi tumeletewa upatanisho mwingine mpya katika Agano la Kale, na upatanisho wetu unapatikana kupitia Masihi mwana wa Elohim aliye juu. Kwa hivyo sasa hatuko katika kivuli, hatuko katika mambo yale yaliyopita. Yaani hatuwezi rudia mambo ya upatanisho ule uliopita wabuzi tuanze kushinja. Sasa leo tunaangalia, tunaona ya kwamba mbuzi wa Azazeli alikuwa anasimamia nani? Au alikuwa anasimamia Satan, au alikuwa anasimamia Masihi? Au mbuzi wa Azazeli alikuwa kivuli cha jambo jema ambalo lilikuwa likuje, ambaye ni Masihi wetu, ambaye atachukua maovu yetu sisi, tena atawekelewa maovu yetu yote, na tena Masihi atachukua dhambi ya ulimwengu. Kwa hivyo watu ambao wanasema ya kwamba Satan was being represented by that goat ambaye alikuwa anaitwa Azazeli, ni vizuri tuandamane pamoja na nyinyi ili tujue, je, Satan ataonekania wapi, ili tujue na tufahamu mambo haya kwa undani. Je, wacha tusome kitabu kingine cha Waibrania. Kitabu cha Waibrania ndiyo 9. Kitabu cha Waibrania
9 mstari huo wa 28. Kadhalika Masihi naye akisha kutolewa sadaka mara moja azichukue dhambi za watu wengi. Masihi ametolewa sadaka achukue dhambi za watu, achukue dhambi za watu. Masihi ametolewa sadaka mara moja, once for all. Masihi ametolewa sadaka mara moja ili azishukue dhambi za watu wengi. Atatokea mara ya pili kusipokuwa na dhambi. Kwa hivyo sadaka ya wakati huu katika agano hili jipya, yule ametolewa sadaka wa dhambi, kama vile kulikuwa kunatolewa mbuzi wa sadaka ya dhambi, anachinjwa, damu yake inakuwa ya kunyunyiziwa katika kiti cha rehema, na watu wote wanasikia kwamba wamesemehewa dhambi mwaka huo. Tena wanakumbuka au wanakuwa na ukumbusho wa dhambi siku ingine, ambayo tena ni tarehe 10 mwezi wa 7. Mbuzi au jambo hili linarudiwa kila mwaka. Sasa Masihi ametolewa akiwa sadaka mara moja, ashukue dhambi za watu wote. Kwa hivyo Masihi yeye ndiye anachukua dhambi za watu wote. Je, wacha tusome andiko lingine tusije tukapotea, maana watu wengi wamepotea, maana hawagawanyi maandiko kulingana na ukweli. Kitabu cha waraka wa Yohana 1:3, mlango huo wa 3 mstari huo wa 5 inasema nini? Lakini mstari huo wa 5 inasema hivi, waraka wa Yohana 1 mlango wa 3 mstari huo wa 5 inasema hivi, nanyi mnajua ya kuwa yeye alidhihirishwa ili aziondoe dhambi, na dhambi haimo ndani yake. Kwa hivyo Masihi alidhihirishwa aziondoe dhambi. Kwa hivyo Masihi alidhihirishwa aziondoe dhambi. Kwa hivyo Masihi alidhihirishwa ili aziondoe dhambi. Kwa hivyo Masihi yeye he has atoned our sins. Katika agano jipya sasa, dhambi za ulimwengu wote, mpatanishi wetu ni Masihi, maana ametoa dhabihu, ametoa sadaka mara moja ili ashukue dhambi za watu wote. Kwa hivyo hatuko budi kurudi kila mwaka kukumbuka siku hii ya 10 mwezi wa 7. Kwa hivyo Wamasihi wenzangu na wale wengine, ninawaomba, hatuko tena na hatustahili kamwe kurudi katika siku hii ya 10 mwezi wa 7 unaitwa Ethanim, ili tusamehewe dhambi zetu. Kwa nini? Maana Masihi ameshajitoa sadaka mara moja ili aziondoe dhambi zetu. Kwa hivyo Masihi, he has made atonement for us. So we no longer need this date 10 mwezi wa 7 ili tuondolewe dhambi.